Manufaa makubwa ambayo Marekani yanayapata moja kwa moja ni kuendelea kuwa baba wa uuzaji wa mafuta na gesi. Hivi punde izingatiwe, miaka kadhaa iliyopita kuna mfumo ambao ulitengenezwa baina ya mataifa haya ya Asia, China, India, Russia na Irani yenyewe na baadhi ya mataifa ya juu ya kushirikiana na namna ambayo wao waliamini pia ni nzuri kutengeneza mfumo wa sarafu ambazo huenda kwa mtazamo wao waliamini huenda zikaja kuiumbisha dola. Kwa hivyo Marekani kama mtu ambaye ana sehemu kubwa ya ushawishi Mashariki ya Kati, ukizingatia ushawishi wake wa Saudi Arabia, Qatar, Jordan na nchi nyinginezo ambazo anauza silaha kama ndege zake zile za F-35, mifumo ya rada na makombora mengine ambayo ni muuzaji mkubwa ni Marekani. Na eneo la pili unapojadili swala zima la uchimbaji wa gesi na mafuta, makampuni makubwa ni ya Marekani aidha Ulaya kwa maana ya washirika wake. Kwa hivyo unapotengeneza mfumo mwingine ambao utakuja kuleta mapinduzi, maana yake ni kama kuirejesha dunia sasa katika vita vya ujamaa na ubepari. Baada ya ujamaa kudondoka duniani, naamini kwa miongo mingi Marekani yameendelea kuwa ni sehemu ya mtoa maamuzi makuu ya masuala mazima yanayohusu gesi, mafuta na baadhi ya vitu. Hivi punde tu ikumbukwe, rais wa Marekani Donald Trump alimteka au alivamia baadhi ya nchi za Latin America kule, Amerika kule, na akaweza kumchukua ndugu Maduro, rais wa Venezuela. Lakini unapoijadili kule Venezuela unajadili mtanguzi wake ambaye pia alikuwa na misimamo kama ya Nicolas Maduro, ambaye tunamjadili mkomunisti ambaye alikuwa na misimamo mikali, Hugo Chavez ambaye aliondolewa mamlakani kwa mifumo ambayo isiyoeleweka, kwa maana baadhi ya taarifa zilikuwa zinaonyesha ni alipewa sumu. Kwa hivyo Maduro akashika mamlaka, lakini akawa na misimamo ambayo kidogo ni misimamo ambayo inafanana na mtangulizi wake. Kwa hiyo Marekani anachojaribu kufanya kwa hizi nchi ambazo zina rasilimali kama hizi ni kuendelea kuwa baba na dola kuendelea kutamalaki na washirika wake kwa maana nchi za magharibi zilizo nyingi. Ikumbukwe hivi punde tu tunapojadili nchi za Afrika ya Mashariki, kuna taifa linaitwa Rwanda, viongozi wake wamewekewa vikwazo kutokana na kudaiwa kwamba wanasapoti makundi ya waasi yanayopigana chini Kongo. Lakini utaona pia msemaji wa waasi wa M23 aliuawa. Haya ni yanatokana na baadhi ya mambo ambayo mimi binafsi naweza nikayatafsiri ni maridhiano au makubaliano yaliyoingiwa na serikali ya Kongo na Marekani dhidi ya uwekezaji wa madini. Kwa hivyo ambacho taifa la Marekani linajaribu kufanya katika ulimwengu ni kuendelea kulinda ile heshima yake, kwa maana mfumo wake ule wa ubepari kuendelea kutamalaki na dola kuendelea kuwa ndo mama wa maamuzi ya kuuza na kununua katika mataifa yote ya Ghuba na ulimwengu mzima kwa ujumla. Mahusiano ya Marekani na Uturuki yana kama diplomasia ambayo si ya uhakika sana. Lakini mahusiano ya Teherani na Istanbul kwa maana Uturuki yamekuwa ni ya muda mrefu na kidogo yana urafiki fulani. Lakini moja ya vitu ambavyo alizungumza kiongozi wa jeshi la Irani kabla ya kuuawa kwake, alitoa tamko ambalo linasema sehemu yoyote katika bezi hizi za Mashariki ya Kati na sehemu nyingine zitakazonyanyua ndege aidha makombora kuishambulia Irani ndio ataanza nazo. Sasa huenda katika tafsiri hiyo tukatafsiri huenda Irani amepiga tathmini zake akaona pengine kwa sasa Uturuki kupitia bezi za Marekani ambazo ziko Uturuki hazijafanya mashambulizi hayo moja kwa moja. Lakini ikumbukwe pia licha ya kwamba bezi hizi zipo katika mataifa haya, namna ya ushambuliaji wa moja kwa moja pia huwa katika sheria zile za kimataifa, taifa husika ambalo lina bezi uhitaji kibali kutoka kwenye taifa husika ili kufanya shambulizi kwa taifa lingine ili kukwepa athari za moja kwa moja. Kwa hiyo mahusiano ya Irani na Uturuki huenda yalisababisha
Tayyip Erdogan, rais wa Uturuki, kutokuruhusu bezi za Marekani ambazo ziko nchini Uturuki kufanya mashambulizi kwa Irani, lakini hili sasa inategemea hapo mbeleni, kwa maana kama Irani ataona maslahi yake yanakanyagwa kupitia bezi hizi za Uturuki, huenda pia tukashuhudia mashambulizi mazito ambayo yatadondoka nchini Uturuki. Kikubwa tunajadili taifa lenye vikwazo takriban miaka 40, lakini unapojadili pia uwezo wa kijeshi wa Irani na uwezo wa jeshi la Marekani, lazima Marekani uipe nafasi kubwa kwa idadi ya watu, kwa uchumi wake na kwa uwezo wa teknolojia ya muda mrefu. Tunapojadili Marekani, tunajadili taifa lenye zaidi ya miaka 200 likiwa linajitegemea kwa mambo yake ya ndani. Lakini tunapojadili Marekani, vita vya pili vya dunia vinapokwenda kumalizika, tunaona pale Hiroshima na Nagasaki alitumia atomic bomb. Kwa hivyo ni taifa ambalo lenye teknolojia ya aina yake. Lakini nadhani kinachotokea kwa Irani kutokusarenda ni kutokana na misimamo ya Waajemi hawa ambao kihistoria ni watu wenye misimamo ya aina yake, kwamba mara nyingi huwa ni watu ambao hawako tayari kuamini kile wanachoamini. Kwa hivyo nitarajie kwamba msimamo huu utaendelea kuwa hivyo hivyo hata yakitokea mabadiliko makubwa, kwa maana ya kiongozi ambaye ameteuliwa kuongoza kwa muda, hata kama atauawa naye RGC, walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, wakauawa, Irani kuendelea kuwa na misimamo hii, mimi naamini juu ya hilo. Lakini ambalo ninaweza kusema ni kwamba ni rahisi sana kwa nguvu na maguvu ya ulimwengu ikiwemo Marekani kuwaondoa viongozi wa Irani, hata watakaoteuliwa tena au watakaochaguliwa tena kulingana na mfumo wa Irani. Lakini kubadilisha ule mfumo wa Kiajemi, hapa ndio kuna changamoto, na ndio maana tumetoa baadhi ya mifano ya mataifa ambayo kwa namna moja ama nyingine yamefanyika mabadiliko makubwa ya kijeshi yakiongozwa na Marekani, lakini mpaka sasa unaona bado siasa zao zimejirejea katika hali ile ile. Ikumbukwe hivi miezi kadhaa iliyopita, Iraki pale palikuwa pana uchaguzi. Amechaguliwa waziri mkuu ambaye ukiangalia misimamo yake ni kama anaegemea misimamo ya Iran. Sasa hili linatokana tu na ushawishi wa Irani wa kikanda katika Mashariki ya Kati na Ghuba kwa ujumla. Diplomasia ya Rais Donald Trump huenda ikawa ni kikwazo cha washirika wake wa muda mrefu na wa kikanda juu ya vita vya Iran. Lakini siku ya jana tunaona kansela alikuwa na mazungumzo na Trump, lakini Trump akashindwa kumshawishi juu ya Ujerumani kuiunga mkono Marekani katika vita hivi. Lakini pia tunaona waziri mkuu wa Uingereza alijaribu kusema kwamba watatoa baadhi ya bidhaa zao kuishambulia Teherani, kwa maana kutumika na Marekani kama kambi. Lakini baada ya kikao cha bunge tunaona kidogo mitizamo ya Uingereza juu ya vita hivi kidogo ikakaa tofauti. Lakini pia ikumbukwe hivi punde tu kulikuwa kuna mvutano wa Ulaya na Marekani juu ya Greenland. Huenda ni moja ya sababu ambazo pia zimesababisha washirika wake wa muda mrefu na wa kikanda kuto kushiriki moja kwa moja katika operation hii ya kujaribu kuudondosha utawala wa Iran. Vita hivi mimi nadhani ni kujaribu kuyumbisha baadhi ya mambo ulimwenguni. Tunapojadili eneo la meli zinazobeba mafuta haya pia yanatumiwa na vyombo mbalimbali vya usafiri. Kwa hivyo meli zinaposhindwa kuwa na mafuta ya uhakika, maana yake gharama za maisha zitapanda. Na tunaposema gharama zitapanda, inawezekana pia uchumi wa dunia ukayumba. Unapojadili vita vile baada ya Septemba 11, majeshi ya Marekani na washirika wake yalipokwenda kuvamia nchi ya Afghanistani, tunaona baada ya hapo walikwenda Iraki kumng'oa Saddam Hussein. Lakini baada ya hapo palishuhudiwa kitu kinachoitwa mdororo wa kiuchumi duniani. Kwa katika vita kama hivi ambavyo vinahusisha kanda
vinahusisha gharama, vinahusisha mikakati mikubwa na ya muda mrefu, huenda pia ikaathiri kitu kinachoitwa hali ya uchumi kwa mtu mmoja mmoja, hasa ikizingatiwa baadhi ya ndege na mashirika makubwa ya ndege yamesitisha safari zake. Kwa hivyo tunapojadili mashirika ya ndege, tunajadili utalii pia. Mataifa yetu haya, moja ya vyanzo pia vya mapato ya fedha za kigeni zile ni utalii. Kwa hivyo kama ndege hazizunguki kwa namna moja ama nyingine itaathiri. Lakini pia ikumbukwe, Dubai pale kuna soko kubwa la dunia la bidhaa mbalimbali. Kwa hivyo ukanda ule unapoathirika, pia baadhi ya bidhaa huenda zikaadimika sokoni, na kama zitapatikana basi zitapatikana kwa gharama ambayo sio rafiki, hali ambayo itapelekea kwa namna moja ama nyingine kuyumbisha uchumi hususan wa watu wa chini. Moja ya muhanga mkubwa ni nchi za Afrika, kwa sababu Afrika kwa asilimia kubwa imekuwa na tabia ya kutokujitengenezea ile misingi ya kujitegemea. Kwa hivyo tunapokutana na changamoto kama hii, moja ya athari kubwa zitaonekana katika mataifa ya Kiafrika, hususani mataifa yale maskini. Kwa hivyo Afrika, kabla ya kukumbwa na hii hali, nadhani kuna haja ya kuchukua mikakati ya haraka. Najua yapo baadhi ya mataifa kwa sehemu kubwa ya Afrika yanazalisha bidhaa muhimu, lakini tunapojadili bidhaa muhimu pia hatuwezi kupata zote katika bara la Afrika. Kwa hivyo ninadhani suluhisho la haya ni Afrika kuchukua hatua kwa wakati ulioko na wakati ujao, ili kujenga misingi ambayo huenda athari ya vita hivi vya Ghuba visiathiri zaidi Afrika.